Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuko maeneo husika makao makuu ya Korefa mkoa wa Pwani. Tuko hapa na katibu, ikiwa leo ni siku ya Korefa Iftari. Ni siku ambayo Korefa wameandaa maalum kwa ajili ya kufuturisha, ambapo tunasema ni iftari. Itakuwepo mahali hapa kuanzia majira saa 12 kamili mpaka kufika muda wa kufuturu. Kwa hiyo na sisi tumetinga hapa kuweza kujua maandalizi yakoje mpaka dakika hii. Je, mtu ambaye yuko nyumbani muda huu, nini ambacho anatakiwa kufanya na nini ambacho kinaendelea hapa makao makuu ya Korefa? Niko naye hapa katibu, atatupitisha kwenye mambo mawili matatu ambayo yanaendelea hivi sasa hapa. Katibu. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ta'ala barakatullah. Kwa kutazama kamera kwanza, umependeza sana. Mashallah, asante sana. Ni maandalizi ya iftari ya Korefa. Hii ni maandalizi, muksas kabisa maandalizi ya iftari ya Korefa. Kwa kuwa tukio hili ni la kwanza lijai kufanyika Korefa, haijai kufanyika mkoa wa Pwani. Kama chama cha mpira wa miguu wanafuturisha wapenzi wa mpira wa miguu, viongozi na wahusika wote ambao wanapenda mpira wa miguu ndani ya mkoa wetu wa Pwani. Kwa hiyo sisi tumekifanya kwa mara ya kwanza na tunataka tufanye kwa ukubwa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ili kukumbuka na kwamba tukio hili liwe endelevu kila mwaka. Labda pengine mtu ambaye bado yuko nyumbani muda huu anaweza akajiuliza nini kinaendelea sasa hivi makao makuu ya Korefa. Maandalizi yamefikia asilimia ngapi mpaka sasa? Maandalizi mpaka sasa asilimia 90, kwa sababu tunamsubiri yeye tu. Kwa mujibu wa ratiba yetu tulioitoa, kuanzia saa 11:30 tunaanza uradi kidogo kidogo, ili mpaka kulikaribia saa 12 kasoro tunasoma dua maalumu la kwanza kumtakia kheri rais wetu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, Wallace Karia, kwa kazi nzuri pamoja na kamati tendaji yake, na kujitakia kheri sisi wenyewe viongozi wa Korefa na viongozi wa FA na vyama shiriki pamoja na wapenzi wa mpira wa miguu ndani wa mkoa wetu wa Pwani. Lakini kubwa pia tutawakumbuka wale wenzetu viongozi waliotangulia mbele za haki, na baada ya hapo tutapata swala ya pamoja na futuru ndio itakapoendelea, na baada ya futuru tutakuwa na neno la shukrani kutoka kwa mwenyekiti wetu wa Korefa Robert Munisi. Wito wako sasa labda kwa mtu ambaye yuko nyumbani muda huu? Mimi namwambia anachelewa. Mambo mazuri yapo Korefa, hapa tunaendelea, na ukiingia ndani tunaangalia mechi live ambazo mechi zinaendelea za shirikisho, kwa maana shirikisho mechi zinaendelea na tunaangalia mechi live. Kwa hiyo waje, wakati sababu ni watu wa mpira, tunaangalia mechi live ikiwa tunasubiria ratiba ile iweze kutaradadi. Basi mimi nikushukuru sana katibu. Asante sana Dijuma TV pamoja na Sullivan TV. Sisi Sullivan TV tunasema habari kiganjani mwako. Asante sana. Lazima mpira uchezwe bwana. Ya Korefa wanasema lazima mpira uchezwe, na hapa nakwambia katibu, asilimia 90 tayari iko tayari. Asilimia 10 ni za kwako ambaye mwaliko ambaye uko nyumbani muda huu. Kwa hiyo asilimia 10 uko nazo wewe. Fanya hima uweze kutimiza kufika hapa muda wa saa 11:30, basi mambo yatakuwa yamekwisha anza. Lakini kikubwa zaidi ambacho katibu amekigusia hapa, patakuwa na dua maalum ya kumwombea rais wa TFF Wallace Karia kwa muda wake wa madaraka alionao mpaka sasa, na mambo makubwa ambayo amefanya katika shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo kutakuwa na mambo mengi, lakini kutakuwa na dua maalum kwa watu ambao wametangulia mbele za haki. Baada ya hapo patakuwa na swala. Baada ya swala kinachofuata sasa ni iftari. Tunasema kwamba ni riziki matashallah, si ndio? Riziki matashallah. Ya, itakuwa matashallah. Mambo mazuri. Iftari wanasema iftari yenyewe, iftari aswa. Maana sio wanasema kijiftari, yani ni iftari aswa. Saizi kina mama wa Korefa huko wa soka la wanawake wapo jikoni wanamaliza maandalizi. Basi tunahakikishiwa kwamba kutakuwa na iftari ya kutosha. Ya kutosha kabisa. Yani wale wote waliopata mialiko wasikose, kwa sababu tumejipanga. Basi mimi nikushukuru sana, na sisi kama Sullivan TV pamoja na Dijuma TV tuko hapa kuhakikisha tunakuhabarisha yale yote atakayokuwa yanaendelea hapa makao makuu ya Korefa Pwani. Lakini kukumbushe, tutakuwa live kupitia Instagram page yetu kwa siku ya leo. Matukio yote ambayo yatakuwa yanaendelea hapa, kila kitu ambacho kitakuwa kina happen hapa, tutakuwa live kupitia YouTube channel yetu. Kwa hiyo usiondoke, Sullivan TV pamoja na Dijuma TV. Asante.